So we started talking about understanding the apostolic season. Kwa hivyo tulianza kunena kuhusu kuelewa msimu wa kimtume. We took a while to discuss a few things. Tukachukua muda kujadiliana kuhusu masuala fulani. I started talking about how definitions in life are very important. Nikaanza kuzungumza kuhusu maelezo katika maisha ni muhimu sana. We came up with an idea tukakuja na wazo that when something is not properly defined, ya kwamba wakati kitu hakijaelezewa vizuri, the interpretation of that thing is affected. Tafsiri ya hicho kitu kinapata kuathiriwa. And when the definition and the interpretations is wrong, na wakati maelezo na tafsiri ni mbovu, the teaching is going to be wrong. Mafundisho pia yatakuwa maovu. And as you know, doctrine, na jinsi ambavyo unaelewa mafundisho, is like food. Ni kama chakula. Actually, doctrine is spiritual food. Ukweli wa mambo ni kwamba mafundisho ama fundisho ni chakula cha kiroho. And when the food is expired, na wakati chakula kimeharibika, or if it's affected, it's not fresh, it's not it's expired. ama kimeathirika, sio kibichi, ama ni chakula ambacho kimeathirika. And the people that eat that food in the natural, na watu wanaokula hicho chakula katika mtazamo wa kiasilia wataathiriwa. Spiritually is the same. Katika ulingo wa kiroho ni vivyo hivyo. The spiritual condition of a people, hali ya kiroho ya watu, is determined by the food they eat. Huelezewa na chakula wanachokula. The Bible teaches us, Biblia hutufundisha, God teaches us spiritual things from the natural things. Mungu hutufundisha vitu vya kiroho kutoka vitu vya kiasilia. And so we say the apostolic season, kwa hivyo tukasema msimu wa kimtume, it's not just something that people came up with. Sio tu kitu ambacho watu walichipuka nayo. There was a clear word that we used yesterday, terminology. Kuna neno ama msamiati mahususi tulotumia jana. The whole idea of the apostolic, wazo lote la kimtume, is to return the church back to the word of God. Ni kurejesha kanisa kwa neno la Mungu. So that we can understand the word of God as God intends it to be understood. Ili tuelewe neno la Mungu jinsi kusudio la Mungu limekusudia. So that the church can be authentic again. Ili kanisa liwe na uhalisi. That means the church should be the real thing in the earth again. Inamaanisha ya kwamba kanisa yafaa kiwe kitu halisi duniani tena. We discovered that along the way, tukatambua ya kwamba hapo kwenye njia, the church has lost its way. Kanisa limepotoka. So we have to redefine a lot of things. Kwa hivyo yafaa tuelezee upya vitu vingi. We need to understand what the church is. Yafaa tuelewe kanisa ni nini. Because if you don't understand what the church is, kwa sababu usipoelewa kanisa ni nini, then the teaching on the church will be wrong. Kisha inamaanisha mafundisho ya kanisa itakuwa mbaya. And the behavior of the people in the church is going to be wrong. Na tabia na mienendo ya watu kanisani pia itakuwa mbaya. So the apostolic season is to do with reformation. Kwa hivyo msimu wa kimitume ni kuzungumzia swala la urejesho. And I hope we will understand a lot of things. Na natumai kwamba tutaelewa vitu vingi. So we are in a season where we need to understand. Kwa hivyo tuko katika msimu ambapo yafaa tuelewe. Anything you don't understand in life can kill you. Chochote ambacho uelewi katika maisha chaweza kuwa. So in this season, kwa hivyo katika msimu huu, understanding is very critical. Ufahamu na uelevu ni muhimu sana. And therefore, na kwa hivyo I say to us, if we read Hebrews chapter 9, naliwaambia ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Waibrania sura ya 9, Hebrews chapter 9, Waibrania sura yake ya 9. I want us to read a very long passage. That's fine. Nataka tusome hadithi ndefu sana. Okay, Hebrews chapter 9. Kitabu cha Waibrania sura yake ikiwa ni ya 9.
Let's read from verse 1. Acha tusome kwanzia mstari wake wa kwanza. Now don't forget, yesterday I said God is a God of seasons. Usisahau jana nilisema ya kwamba Mungu ni Mungu wa misimu tofauti. When seasons come, we have to adjust. Wakati msimu unapokuja ni lazima tuweze tukaingia katika huo msimu. And so I used a lot of examples yesterday by going to the Word of God and see how sometimes we don't interpret things properly. Kwa hivyo nikatumia mfano mingi kwa kuingia kwenye Biblia kuonyesha kwamba mara nyingi hatutafsiri vitu kwa njia na namna inayofaa. You have King James version only. Do you have another version? Je, uko na tafsiri nyingine? Which version can you give me? Ni tafsiri gani ambayo waweza kutupatia nyingine? New English Translation. Okay. English Standard Version. Holy Bible. Good News Bible. Good News Bible. Do you have a New King James version? New King James Version. New King James Version. It's there. Okay, all right. Okay, let's read verse 1. Acha tusome mstari wake wa kwanza. This is verse 1. Hii ni Okay. Then indeed, that's chapter what? Chapter 9? Chapter 9, It says, then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Then read. For a tabernacle was prepared. Verse 2. Okay. For a tabernacle was prepared, the first part in which was the lampstand, the table, and the shewbread, which is called the sanctuary. Wow. Maana hema ilitengenezwa, ile ya kwanza mlikuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya mwonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. The tabernacle was prepared. Maana hema ilitengenezwa. In this tabernacle, katika hema hii there were these things. Mlikuwamo na hivi vitu. The lampstand. Kinara cha taa. Okay. Ndiyo. Please notice that. Tafadhali tambua hiyo. The lampstand. Kinara cha taa. What was the purpose of the lampstand? Ni nini ilikuwa kusudi ama matumizi ya kinara cha taa? In the tabernacle. Katika hema. To give what? Kutoa mwanga. Remember we read this morning? Kumbuka tulisoma asubuhi ya leo. In the beginning, pale mwanzo was the word. Ilikuwa na neno. And the word. Na neno was God. With God. Ilikuwa pamoja na Mungu. And the word was God. Na neno ilikuwa ni Mungu. Ndiyo. Everything. Kila kitu was created. Kiliumbwa by the word. Kupitia neno. Who is this word? Ili neno, huyu neno ni nani? God. Ndiyo. Jesus. Aha. All right. Sawa. Did you hear the terms? Jesus. Christ. Jesus. You see, waona. This is the problem. Hii ndio shida. As Africans, kama Waafrika, when we read the Bible like that, tunaposoma Biblia hivyo. So please say with me. Kwa hivyo tafadhali nipate vizuri. Say after me. Sema nyuma yangu. Wrong definition. Tafsiri mbaya. Results. Utokea. In wrong interpretation. Na tafsiri mbovu. And wrong interpretation. Na tafsiri mbovu. Results in wrong doctrine. Matokeo yake ni mafundisho mabaya. And wrong doctrine. Na mafundisho mabaya affects behavior. Huathiri tabia na mienendo. Do you agree with that? Je, mwakubaliana nayo? So, for you and me when we read like that. Kwa hivyo, kwako wewe nami tunaposoma hivyo. When we read Jesus Christ. Tunaposoma Yesu Kristo. In our mind, katika akili zetu, we think it's like A.D. Chansa. Tunafikiria ni kama A.D. Chansa. Jesus. Yesu Christ. Kristo. A.D. Chansa. Chansa. That's not the meaning. Hiyo sio manake. When you hear the word Jesus, unaposikia neno Yesu and Christ na Kristo, you must understand. Lazima uelewe that is talking about this person. Ya kwamba yanena kumhusu mtu. Christ. Kristo is not a surname. Sio jina la bwana fulani. Ndiyo? Hello? Ndiyo? Nasikia.
Christ is not a surname. Kristo sio jina la bwana fulani. Like John Onyango. Kama Yohana Onyango. Hapana. Jesus. Yesu. Is this eternal one. Ni huyu aliye wa milele. Who became a human being. Ambaye alifanyika mwanadamu. Christ. Kristo. Is the one who existed. Ni yule aliyedumu. The eternal one. Yule aliye wa milele. The word. Neno. Became flesh. Likafanyika mwili. The word. Neno. In the beginning. Pale mwanzoni. Who was with God. Lilikuwa pamoja na Mungu. Put on humanity. Kavikwa wanadamu. So you must be very careful when you are saying. Kwa hivyo lazima umakinike sana unaposema. It's a very controversial saying I'm saying right now. Kwa sababu huo ni usemi wenye utata sana ambao unasema sasa. It means Jesus. Inamaanisha Yesu. Is this Christ who became a human being? Ni huyu Kristo aliyefanyika mwanadamu. Hello. Why did he become a human being? Mbona akafanyika mwanadamu? For us to understand how God works. Ili sisi tuelewe jinsi Mungu anavyofanya kazi. So the Bible says things like this. Kwa hivyo Biblia yasema hivi. The Son. Mwana. Is the express image. Ni sura ya moja kwa moja. Of the invisible God. Ya Mungu asiyeonekana. Please bear with me, it's becoming hot. Tafadhali utavumilia nami kumekuwa na joto jingi. Okay. So God is spirit. Kwa hivyo Mungu ni roho. Okay? Ndio. In order for us to relate with him, ili sisi tupate kuwa na uhusiano naye, he had to come down. Lazima ashuke na kuteremka chini. So Christ, kwa hivyo Kristo, is the embodiment of the invisible God. Yeye ndiye sura ya Mungu asiyeonekana. So Paul would say things like this. Kwa hivyo Paulo angesema mambo kama haya. It pleased the Father. Kampendeza Baba. That all the fullness of the Godhead, ya kwamba ukamilifu wote wa utatu wa Mungu, should dwell in him, ipate kudumu ndani yake bodily, katika mtazamo wa kimwili. So if you want to study God, kwa hivyo ukitaka kusoma na kujua kumhusu Mungu, would you study? Tamsoma nani? Christ. Kristo. Come on. Hey. You don't study theology. Hausomi ama kujifunza kuhusu theolojia. Because theology, manake theolojia, is the study of God. Ni mafunzo yanayohusiana na Mungu. Now how can you study God? Kwa hivyo unaweza kujifunzaje kumhusu Mungu if you don't study Christ? Usipojifunza kumhusu Kristo. Do you see how we have turned things around? Je, unaona jinsi ambavyo tumebadilisha vitu? We go to college, tunaenda kwenye vyuo to study God. kujifunza kumhusu Mungu. Instead of studying Christ, badala ya kujifunza kumhusu Kristo, to understand theology. ili tupate kuelewa theolojia. I am the way. Mimi ndimi neno, the truth, kweli and the life. na uzima. So to understand God, kwa hivyo ili kumwelewa Mungu, you need to understand Christ. Yafaa umwelewe Kristo. That's why in the apostolic, ndiposa katika kimtume, our emphasis is the word of God. Msisitizo wetu ni neno la Mungu. Because the lampstand, manake mnara wa taa, brought light, huleta mwanga, and Christ, na Kristo, is the light of this world. ndiyo mwanga wa ulimwengu. Christ and the word, Kristo na neno, are one. ni kitu kimoja. You will not understand Christ, hautamwelewa Kristo, if you don't understand the word of God. usipoelewa neno la Mungu. So when we talk about reformation, kwa hivyo tunaponena kuhusu uvuvio upya ama marekebisho mapya, I just took one word, you took all this long. marekebisho mapya. So look at this. So, kwa hivyo tazama hii. The lampstand, mnara wa taa, in the temple, in the tabernacle, katika kwenye hema, brought light, ukaleta mwanga. Didn't we read, in him was light? Je, hatukusoma ya kwamba ndani yake mlikuwa na nuru? And the light, na nuru,
was the life of men. ilikuwa ni uzima wa wanadamu, The light. mwanga, The entrance of God's word mwingilio wa neno la Mungu brings light huleta mwanga and understanding. na ufahamu. Hello. Halo. So, Kwa hivyo then there was the table kulikuwa na meza and the shewbread, na pia kulikuwa na mwosho, mkate wa mwosho which is called the sanctuary. ambayo inaitwa patakatifu. Let's read quickly. Acha tusome And upesi. behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the holiest of all. Na sehemu ya hema ambayo ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Okay. Ndiyo, Which had the golden censer mwenye chetezo cha and dhahabu the Ark of Covenant, na sanduku la agano overlaid all the sides with gold, lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, in which were the golden pot that had the manna, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile and mana, Aaron's rod that budded, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, and the tablets of covenant. na vile vibao vya agano. Now Ted is going to take some time to talk about some of these things in the tabernacle of David. We will come up with this, but I want to Tutakuja kwa show hiyo, you something. All these are symbols hivi vyote ni ishara that must be interpreted and say, how do we now understand and use these things? ambayo lazima itafsiriwe ili tupate kufahamu ya kwamba tutavitumiaje. I want you to see Nataka uone that everything that is in the Old Testament ya kwamba kila kitu kilichomo katika Agano la Kale was a prophetic picture of the church. ilikuwa ni taswira ya kinabii ya kanisa. Because we are now the tabernacle of God. Manake sisi sasa ndio tu hekalu ya Bwana ama hema ya It Bwana. says the next verse quickly because I'm going to go fast now. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Now, Na juu yake merekebu ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kuelezea habari za vitu hivi kimoja kimoja. do you see what the New Testament teachers are doing? Sasa waona kile walimu wa Agano Jipya They wanamfanya. are not coming up with their own doctrine. Hawachipuki na mafundisho yao They wenyewe. go back to the Old Testament Wanarudi katika Agano ile la kwanza. and interpret correctly what was shadowed in the Old Testament. Say, now that which was this, that is this. Sasa wanatafsiri kwa namna inayofaa, wanasema ya kwamba kile ambacho kilikuwa kile ndicho hiki. And he says actually we cannot speak in details. In other words, remember his argument that these Hebrews, they cannot understand certain teaching because they are not growing up. Akasema ya kwamba hatuwezi tukaelezea kwa kina, manake hawa Waebrania hawezi wakaelewa mambo fulani, manake hawakomai, hawakui. Look at this. Now when these things had been thus prepared, you are going back to thus prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle performing these services. Basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada. But in the second part, the high priest went alone once a year. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, Not without the blood, wala pasipo damu, which he offered himself for himself and for the people's sins committed in ignorance. atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Now listen to this. Sasa sikiza hii. He says now, Asema sasa, when all these things were happening, wakati vitu hivi vyote vilikuwa the vinafanyika, Holy Spirit Roho Mtakatifu indicating this, ambaye alikuwa anaonyeshana haya that the way into the holiest of holies was not yet made, ya kwamba mahala pa patakatifu pako hapa ametengenezwa, was not yet manifest, while the first tabernacle was still standing. wakati ile hema ya kwanza ilikuwa ingalipo inasimama. In other words, please listen to this. Kwa maneno mengine, The tafadhali sikia. tabernacle of David, Ile hema ya Daudi, that all the tabernacles and the temples that were built mahekalu yote na hema zote ambazo zilijengwa were not the real tabernacle. hazikuwa ni hema halisi. Je, They mwanipata? were just pictures and shadows. Zilikuwa tu picha na taswira. The reality Uhalisi is this tabernacle, ni hii hema sasa, the church. kanisa. Because God Manake Mungu does not live in temples aishi kwenye mahema that are made with human hands. ambazo zimetengenezwa kutokana na mikono ya wanadamu. You are the temple Wewe ndiyo hema God wants to build ambaye Mungu anataka kujenga and live in you. na aishi ndani yako.
Hello. Halo. Now some people, Kuna watu fulani because of wrong definition, kwa sababu ya tafsiri mbovu, wrong interpretation, maelezo mbovu na tafsiri mbovu, still want to build another temple in Israel. wangali wanataka kujenga hema jingine kule Israeli. Do you know people want to go to Israel? Wajua watu wanataka kwenda Israeli To go and study the city? waende wasome kuhusu ule mji. Every year, Kila mwaka people are going to Israel watu wanaenda Israeli to be blessed, ili wapate kubarikiwa, to go and walk ili wapate kuenda kutembea where Jesus walked. mahala Yesu alitembea. Are you really sure? Je, una uhakika kamili? When did Jesus walk there? When did Jesus walk there? Yesu alitembea hapo lini? 2,000 years ago. Miaka 2000 iliyopita. Are you sure you are going to walk where Jesus walked? Je, una uhakika unaenda kutembea mahala Yesu alitembea? How many other feet have walked where Jesus Ni walked? miguu ngapi mingine imetembea mahala Yesu alitembea? You are lying. Unadanganya. You are not going to walk where Jesus walked. Hawendi kutembea mahala Yesu alitembea. You are going to walk where other men like you are walking. Unaenda kutembea mahala wengi wengine kama wewe wametembea. Ignorance Pumbavu of scriptures like this. ya maandiko kama haya. The tabernacle Hema in Jerusalem kule Yerusalemu will never be built again. haitawahi jengwa tena. You know why? Wajua mbona? Because if you build that tabernacle again, Manake endapo utajenga ile hekalu tena, if you build that temple again, endapo utajenga ile hema tena, it means tamaanisha you have to go back to animal sacrifices. itabidi urudi katika dhabihu ya wanyama. You have to sacrifice animals in the temple. Itabidi utoe dhabihu ya wanyama kwenye hekalu. But Jesus, Lakini Yesu, the Lamb of God, mwana kondoo wa Mungu, was sacrificed already alikwisha tolewa kama dhabihu to take away our sins. kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Because the blood of animals, goats and sheep Manake damu ya wanyama, mbuzi na kondoo cannot take away our sins. haiwezi ikaondoa dhambi zetu. But Jesus Christ, Lakini Yesu Kristo with his own blood, na damu yake mwenyewe, sacrifice. dhabihu. So we cannot go back to the old system. Kwa hivyo hatuwezi tukarudi katika ule mfumo wa There are some kale. people who teach Kuna watu fulani wanaofundisha that will go and worship kwamba tuende tuabudu in Jerusalem. kule Yerusalemu. Which one? Gani? Hello, students? Halo wanafunzi. So then he says, Kisha asema, okay, you see that? waona hiyo. What does it say? It was what? Ilikuwa tu ni taswira ama uvuli. Huh? Hello? Halo. What was symbolic? Nini ilikuwa ni? The tabernacle. Hema. The tabernacle. Hiyo hekalu With everything in it. ikiwa na kila kitu ndani The yake. lampstand, Mnara wa taa, the table, meza, the shewbread, ile mkate wa mosho, the sacrificial system ile mfumo wa kidhabihu. were all symbols. Zote vilikuwa ni ishara tu. Now if you don't interpret and define the symbols, Kwa hivyo usipo tafsiri na kuelezea uvuli, you go back to symbols. utarudi tena kwa hizo taswira na uvuli hizo. It was symbolic for the present time, Hizi zilikuwa ni taswira kwa ajili ya nyakati za sasa, in which both gifts ambazo karama za Mungu and sacrifices na dhabihu za Mungu are offered, zinatolewa, which cannot make him who performed the service perfect ambazo haziwezi zikamfanya yule atoae kuwa mkamilifu in regard to conscience. kwa kuhusiana na dhamira. Understand? Concerned only with the foods and drinks, various washings and fleshly ordinances imposed until the time
Come on. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Tusema matengenezo mapya. Tusema matengenezo mapya. Write the word reformation, okay? Kwa hivyo utaandika hilo jina matengenezo mapya. It comes from that word reform, okay? Reform. Inamaanisha kubuni kwa njia mpya. Reformation, okay? Hilo jina matengenezo mapya. Okay. Ndiyo. Are you right now? Yeah. So the apostolic is about reformation. Kwa hivyo la mtume inahusu kutengeneza makubuni mpya. I deliberately wrote the word reform. Naliandika kwa njia makusudi ili jina kutengeneza upya. Reformation, okay? Ili jina matengenezo mapya. That means huko kuna maanisha somewhere mahala fulani you cannot reform something that was not there. Hawezi ukatengeneza upya kitu ambacho hakikuwepo pale. It means something lost its form. Inamaanisha ya kwamba kitu ilipoteza umbo lake. It was deformed. Ili umbo lake liliharibiwa until the times of reformation. Mpaka wakati wa matengenezo mapya. So when you come to the apostolic season, kwa hivyo unapokuja katika mfumo wa kimtume, it's a very serious concept. Hii inakuwa ni somo muhimu sana. This word reformation, ili neno matengenezo mapya, it's a Greek word, ni neno la Kiyunani which you can write like this, okay? Ambayo unaweza andika hivi. Okay, please write it. Tafadhali utaandika. This is the Greek word. Ili ni neno la Kiyunani. That word, Greek word, dauthosis. Okay? This word, yeah. This is the Greek word, the English word. Okay. Ili jina dauthosis ndilo jina la matengenezo mapya, yani reformation. Yeah. Let's move this. Okay. Okay, for me, I would like to have a table here instead of this big thing here, because I want to do something here. Now, this word here, kwa hivyo ili jina hapa chini is a medical word. Ni jina la kitabibu. It's a medical word. Ni jina la kitabibu. When the Bible says reformation, wakati Biblia inanena kuhusu matengenezo mapya, it's like when my bone, ni kama mfupa wangu goes out of joint. Umeteguka. It is broken. Imevunjika. It is out of alignment. Sasa imetoka kwa mifupa mingine. I need to go to people who are experts. Yafaa niende kwa watu ambao wako na ustadi na ujuzi. Not to cut off my leg. Sio kukata mguu wangu, but to bring it back. Lakini kuirejesha. Okay? Ndio? This is the idea. Ili ndilo wazo. This word dauthosis, this one. Ili jina dauthosis hapa. As for the following things. Iko na maneno yafuatayo. It's radical. It means radical revolution. Okay? Inamaanisha ya kwamba mageuzi ambayo yamekolea kabisa. Radical revolution. Mageuzi ambayo yamekolea. I want to write this because it's very important. Nataka ni andike haya maana yake ni muhimu sana. This word further means change. Ili neno pia yamaanisha mageuzi. That word further means reconstruction. Pia inamaanisha kujenga kwa njia upya. Okay? Ndio? Are you following me? Je, unanifuatilia? So this word means radical revolution. Kwa hivyo ili jina linamaanisha mageuzi yaliyokolea. Inamaanisha mabadiliko. It means reconstruction. Inamaanisha ujenzi upya. It further means rearrangement. Pia inamaanisha ya kwamba kuratibisha kwa njia upya. Remember, I'm going to ask you in a class, in an exam. Kumbuka ya kwamba nitakuuliza ukiwa darasani kwa mtihani. What does reformation mean? Jina kurekebisha upya inamaanisha nini? I'll ask you, what is the Greek word for reformation? Nitakuuliza ya kwamba jina la Kiyunani ya mageuzi inamaanisha nini? Remember, this is a class. Kumbuka ya kwamba hili ni darasa. You've got to study. Yafaa ujifunze. If you fail, there will be no diploma. Ndapo
utashindwa ama utapasi au utapewa hiyo cheti. So let's go through it. Kwa hivyo acha turejelee. What does the word reformation mean? Number 1. Jina matengenezo mapya inamaanisha nini? Radical revolution. Number 2. Inamaanisha mapinduzi yaliyokolea. Number 3. Mabadiliko. Number 4. Tengeneza upya. What? Rearrangement. Okay. Kuratibisha upya. Rearrangement. Okay. Ndiyo. Okay. Ndiyo. So God is rearranging things. Kwa hivyo Mungu anaratibisha vitu In this season. katika msimu huu. The word also means Na neno pia lamaanisha amendment. kukarabati. Amendment. Kukarabati ama kurekebisha. Okay. Are you there? Je, uko pale? The word also means reorder. Hiyo inamaanisha ya kwamba kuleta mpangilio mpya. Like this, when my leg is out of order, Kama mguu wangu ukiteguka, I must bring it back to order. lazima niweze nikairekebisha na kuleta kwa njia inayofaa. That means restructure. Inamaanisha ya kwamba kubuni kwa njia mpya. Okay, restructure. Kubuni kwa njia mpya. The word further means straightening. Pia inamaanisha kunyoosha. Are you writing? Je, unaandika? Hello? Hello. This is a classroom now. Hili ni darasa It sasa. means correction. Inamaanisha ya kwamba kusahihisha. Now, this is powerful now, eh? Sasa hii ni ya nguvu. Huh? Ndiyo. So do you see, like yesterday God was correcting the book of John. Sasa unaona jana Mungu alikuwa anasahihisha kitabu cha Yohana. Okay? Ndiyo. It means correction. Inamaanisha kusahihisha. It's this word is the word orthopedic, okay? Remember I told you this word orthopedic? Nakumbuka ya kwamba nalikwambia hili jina ambalo linahusiana na masuala ya mifupa. Mifupa ya. Ndiyo. Ama fupa. Mifupa. Ndiyo. Because Manake you see, my body unaona mwili wangu has structure. Inayo umbo. Hello? Ndiyo. My bone structure Umbo ya mifupa yangu determines my strength. Inakusudia nguvu zile nitakazokuwa nazo. My structure, Umbo langu, if my structure is weak. endapo umbo langu ni dhaifu. Hello? Hello. If my structure is weak, then I put on a lot of flesh. Endapo umbo langu ni dhaifu na kisha niwe na nyama mingi. Like fat people. Kama watu ambao ni wanene. When you are overweight. Wakati ambapo uko na kilo nyingi ama uzito wako na uzani imeenda juu sana. Now if your structure, endapo umbo lako, because bones in the Bible, manake mifupa kwenye Biblia speak of structure. Unena kuhusu umbo. Now you can understand Ezekiel 30. Ezekiel 30 what? Sasa unaelewa kitabu cha Ezekieli 37. When the bones were wakati mifupa ilikuwa imetapakaa. That means there was no structure. Hiyo inamaanisha kwamba hakukuwa na umbo. That's the first thing, was bones were to be restructured. Kwa hiyo kitu cha kwanza ilikuwa ni kwamba mifupa ilikuwa iunganishwe before the flesh was put on that structure. Kabla ya mili kuvishwa kwenye hiyo umbo ya mifupa. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? When the church is deformed, wakati kanisa limelemazwa, God does not want to destroy the church. Mungu hataki kuangamiza na kuteketeza kanisa. You see this happening time and again. Tunaona hii ikifanyika mara kadhaa. When the nation of Israel went out of order, wakati kanisa yani taifa la ya Israeli lilipotoka, God always raised men. Mungu kila mara alinua watu to bring them back to order. Kuwarejesha. To bring he starts rearranging. Alianza kuwapanga kwa njia mpya. Amending. Kuwarekebisha. Reordering. Kuleta mpangilio mpya. Restructuring. Kuleta umbo mpya. Even in our own government. Hata serikali zetu zenyewe. There was a time we were talking about structural adjustment. Kuna wakati ambapo tulikuwa tunasema kuhusu swala la kurekebisha kwa namna fulani ya umbo. We start straightening things. Tunaanza kunyosha vitu. We start correcting things. Tunaanza kusahihisha vitu. That word reformation, ilo neno kutengeneza kupya, it speaks of the operation of bones, okay? Inanenea upasuaji wa mifupa. Of bones, okay? Upasuaji wa mfupa. Why do you want to restructure?
Mbona unataka kuratibisha? Because injury has occurred to the body. Manake kuna kosa ambayo imefanyika kwenye mwili. How many of you know that the church is the body of Christ? Wangapi wanajua ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo? Because of wrong preaching, Kwa sababu ya mahubiri mabaya, the church has gone out of joint. kanisa limeteguka. It's sick. Kanisa inaugua. So God always uses apostles. Kwa hivyo kila mara Mungu hutumia mitume, Prophets. tumia manabii. He will send the prophets Atatuma nabii to bring back the nation to God's original idea. kurejesha taifa kwa ile mpangilio wa Mungu wa awali. Today, Leo hii many people think the church is for singing. watu wengi wanafikiria kwamba kanisa ni ya kuimba tu. So we spend time singing songs. Kwa hivyo tunachukua muda mwingi sana tukiimba nyimbo. Bariki. Bariki. Yesu. Yesu. Yesu, 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 Yesu. Bariki. 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 Yesu. Bariki. Yesu. 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 Bariki. 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 Do you think that's the reason why God created the church? Wafikiria kwamba hiyo ndio sababu ya Mungu kutengeneza na kubuni kanisa? Let's go to the church service. Enda tu kwa ibada ya kanisa. If you don't sing in your church, do you think people will come to the church? Enda hapa mwimbi kwenye kanisa lenu, wafikiria kwamba watu watakuja kwa kanisa lenu? People can sing for hours and hours. Watu wanaweza imba kwa masaa mengi tu. When you start teaching the word of God, Unapoanza kufunza neno la Mungu, usingizi. because the church is sick. Manake kanisa laugua. So God wants to reform the church. Kwa hivyo Mungu anataka kurakibisha, kusahihisha na kurekebisha kanisa. The church has lost its structure. Kanisa limepoteza umbo lake. God is rearranging, Kwa hivyo Mungu anapanga mambo mapya, amending, anasahihisha, reordering, analeta mpangilio kwa njia mpya, restructuring. na pia umbo anajenga kwa njia There mpya. are certain things that God must straighten. Kuna vitu fulani ambavyo lazima Mungu anyooshe, On giving, kwa matoleo, leadership. kwa uongozi. How do you build the church? Wajengaje kanisa? So the church has got to go back to the pattern of God. Kwa hivyo inabidi kanisa irudi katika ule mfumo wa Mungu awali. I talked about the blueprint. Na linena kuhusu ili neno ruwaza. Okay? Ndiyo. Because God is a builder. Manake Mungu wetu ni Mungu mjenzi. So I don't know how nice it is to go for an operation Kwa hivyo sijui jinsi ambavyo ni tamu kwenda katika chumba cha upasuaji when your bones have been broken. wakati mfupa wako umeteguka. So Kwa hivyo this process, hii kitu God wants to move the church from religion. Mungu anataka kuondoa kanisa kutoka katika dini. God never intended the church to be a religious organization. Mungu hakuwahi kusudia kanisa liwe ni taasisi la kidini. If you are a student of the word of God, Endapo wewe ni mwanafunzi wa neno la you Mungu, will discover utatambua that God has always wanted a family on earth. ya kwamba kila mara Mungu hutaka familia duniani. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello. Adamu was the son of God. alikuwa ni mwana wa Mungu. The first person to be created Mtu wa kwanza kuumbwa is referred to ameelezewa as the son of God. kama mwana wa Mungu. Adam was the son of God. Adamu alikuwa ni mwana wa Mungu. If Adam was the son of God, Kama Adamu alikuwa mwana wa Mungu, it simply means God was his father. inamaanisha kwa njia rahisi ya kwamba Mungu alikuwa babake. Hello? Hello. And the purpose of a son Na kusudio ya mwana is to become a representation of the father. ni kufanyika mwasilishi wa baba. So when the Bible says, Kwa hivyo wakati Biblia yasema let us make man in our image and likeness, acha tukamuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu wenyewe, it's because God is spirit. manake Mungu ni roho, And spirits are not allowed to come on planet Earth without a body.
na roho haziruhusiwi kuingia katika sayari hii ya dunia bila mwili. Because God was sick and tired of hiding himself. Manake Mungu alikuwa amechoshwa kabisa na kujificha. God has always wanted to be visible. Kila mara Mungu ametamani sana kwa Mungu anayeonekana. So God downloaded himself. Kwa hivyo Mungu akajishusha yeye mwenyewe In Adam. ndani ya Adamu. Wow. Because everything God made. Manake kila kitu ambacho Mungu alitengeneza. That's why you see that before Adam is made, ndipo unaona ya kwamba kabla Adamu kuumbwa, God created everything for Adam. Mungu aliumba kila kitu kwa ajili ya Adamu. Including heaven and earth. Kiwepo pia mbingu na ardhi. The earth was not made for itself. Mbingu ama dunia hii haikujitengenezea yenyewe. Heavens were not made for themselves. Mbingu pia hazikutengenezea yenyewe. They were all made for Adam only. Zote zilitengenezwa kwa ajili ya Adamu. After God created everything, baada ya Mungu kuumba kila kitu, then on the 7th day, kisha katika siku ya saba, says 7th day, tuseme siku ya saba, God rested. Mungu akapumzika. Did God rest? Je, Mungu alipumzika? Because he was tired. Manake alikuwa amechoka. Does God get tired? Je, Mungu huchoka? No. Genesis 1:27. Kitabu cha Mwanzo sura ya I kwanza want to mstari wa show you 27. why we need reformation. Nataka kuonyesheni mbona tunahitaji kutengeneza vitu kwa njia mpya. Because of man-made interpretation and wrong doctrine. Manake kwa sababu ya mafundisho mabaya na tafsiri ambazo zimebuniwa na mwanadamu, The church has been deformed. kanisa limeteguka. Now God wants to reform it. Kwa hivyo Mungu anataka kuikarabati upya, Rearrange, restructure, anataka kutengeneza, correct kunyosha, wrong concepts, kusahihisha mafundisho mabaya, so that this church ili kanisa lake can be strong again iwe na nguvu tena and become a health body. na iwe ni mwili ambao una afya. So God Kwa hivyo Mungu created man in his own image, aliumba mwanadamu katika sura yake mwenyewe, in the image of God. katika sura ya mwanadamu ya Mungu. He created him Alimuumba male, male, wa kiume na wa kike, male, wa kike na wa kiume, male. wa kiume na wa kike. Is that powerful, isn't it? Hiyo ni yenye nguvu. So all of you women, Kwa hivyo nyote, don't let anybody look down on you. nyote mlio wanadada ama wanawake, usiruhusu mtu yeyote akudharau. Male and female were created by God. Wake na waume waliumbwa na Mungu. No one is lesser, Hakuna aliye mdogo, no one is better than anyone else. hakuna aliye bora kuliko mwingine. Come on. Hello, brothers. Halo kina ndugu. Hello. Halo. Say male and female. Sema wa kike na wa kiume. Say male and female. Sema wa kike na wa kiume. Were created by God. Waliumbwa na Mungu. In Genesis 1:26, Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 26. then God said, Kisha Mungu akasema, let us make man. acha tumumbe mwanadamu. That word Adam, Hilo neno Adamu one Adam, is not male. haimaanishi wa kiume, It's mankind. ni aina ya mwanadamu. Is a woman a human being? Je, mwanamke ni mwanadamu? Hello? Halo. Is a man a human being? Je, mwanaume ni mwanadamu? So that word Adam does not mean male. Kwa hivyo hilo jina Adamu haimaanishi wa kiume, Because some people think it was male. kwa sababu wengine wanafikiria kwamba ilikuwa ni mwanamume. It's mankind. Ni aina ya mwanadamu. Because why do I do that? Alright, why do I say that? Mbona anasema hivyo? Look at this. Let them. Kasema acha wao. Let them. Acha wao. Not let him. Sio acha yeye. Tusome we. Hey. Let them. Wacha wao. Male and female. Wa kike na wa kiume.
The same authority given to male mamlaka ile ile ambayo imepeanwa kwa mtu wa was given kiume to female. pia imepeanwa kwa wa kike. Let them have what? Wacha wao wawe na. That's why you must not dominate over a woman. Ndiposa haitakikani umtawale mwanamke, You lead. unamuongoza. There's a difference between dominion and leading. Kuna tofauti kati ya kuwa na mamlaka juu ya kitu na kuongoza kitu. Even your children, you don't dominate over them. Hata watoto wako huwatawali tu, You lead them. unawaongoza. You dominate over animals, Unatawala juu ya wanyama, birds, ndege and everything else that creeps. na chochote kile ambacho kinatambaa, But not over any man or woman in the image and likeness of God. lakini sio juu ya mke ama mume yote ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Why Mungu. were they created? Look at this. Mbona waliumbwa? Let them have dominion. Acha wawe na mamlaka. That word dominion Hilo jina is the mamlaka word management. inamaanisha usimamizi, Is the word governance. inamaanisha serikali, Is the word stewardship. inamaanisha usimamizi. So dominion Kwa hivyo neno mamlaka has to do with governance. inasimamia serikali. So the reason why God created man Kwa hivyo sababu ya Mungu kumuumba mwanadamu was not to go to church. haikukuwa ni ili apate kwenda kanisani. He didn't say let us make man Hakusema acha sasa tukamuumbe mwanadamu so that man can go to church. ili mwanadamu apate kwenda kanisani. I'm just reading what the Bible says. Don't argue with me. Na soma tu kile ambacho Biblia imesema. I'm not saying we shouldn't go to church. Sijasema ya kwamba tusiende kanisani. Mnipate vema. If we understand what church really is, Tukielewa ya kwamba kanisa haswa ni nini, we don't go to church. hatuendi kanisani. We become the church. Tunafanyika kanisa. Amen. So let them have dominion over the birds of the air. Katawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Ndio. Is this samaki there? Yeah. Let them have dominion of the air, over the birds of the air. Wakawatawale ndege wa The angani. first one was the fish, Ya kwanza ilikuwa ni samaki wa baharini, the birds of the air, ndege wa angani, over the cattle of over the earth, ya wanyama wa nchi yote, and over every creeping thing that creeps on the earth. na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Verse 28. Mstari wa 28. So this is what I call Hichi ndicho nachoita the dominion mandate. ile tume ya mamlaka. This is the reason why man was created. Hii ndiyo sababu ya mwanadamu kuumbwa. Because God is spirit. Manake Mungu ni roho. He cannot come and manage these things on our behalf. Hawezi akakuja na kusimamia hizi vitu kwa niaba yetu. He made man to be a representative of God on planet Earth. Kwa hivyo akamfanya mwanadamu kuwa mwakilishi wa Mungu katika sayari dunia. Hello. 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 That's the reason why. Hiyo ndio sababu. So you see, that's why in the Bible, Ndipo unaona katika Biblia when we talk about the genealogy of Jesus Christ, tunaponena kuhusu ukoo wa Yesu I Kristo, know I'm taking long, najua anachukua muda, because if we don't understand these foundations, manake tusipoelewa haya mambo ya kimsingi, we'll be thinking we are building the church of Jesus Christ and we're just doing our own stuff. tutakuwa tunafikiria tunajenga kanisa la Yesu Kristo na tunajifanyia tu mambo yetu wenyewe. So when the Bible says man was made in the image and likeness of Kwa God, hivyo wakati Biblia inasema ya kwamba mwanadamu akaumbwa katika sura na mfano wa Mungu, it means if you are not in the image and likeness of God, inamaanisha ya kwamba endapo hauko katika sura na mfano wa you Mungu, cannot have a dominion. hawezi ukawa na You mamlaka, cannot govern. hawezi ukatawala, You cannot manage. hawezi ukasimamia. So that's what happened to Adam. Hicho ndicho kilimfanyikia Adamu. Adam was the son of God. Adamu alikuwa ni mwana wa Do Mungu. you all agree? Je, sote I tukubaliana? think it's Luke chapter what? The genealogy of Jesus Christ. Ukoo wa Yesu Kristo. In Luke chapter 2. Katika kitabu cha Luka sura yake ya pili. Remember this, I'm almost tempted to preach, but this is a class. Wajua najaribiwa kuhubiri lakini hili ni darasa. Okay. Ndiyo. Chapter 3 verse what? Luke chapter 3. 3:38, yeah. Yeah. Kitabu cha Luka 3. I know, but I want us to begin
where the genealogy is. Let's go to the genealogy. Is it 16? Does it start verse 16? Let's go to verse 16. Verse 16. Mstari wake wa 16. Okay, go to verse 17. 23, eh? Okay, go to 23. 23. I want to show you something. Now, the Bible says, Biblia yasema all scripture maandiko yote is inspired of God ni pumzi ya Mungu mwenyewe, by the Spirit of God, kupitia kwa pumzi ya Mungu, and it is profitable na ni ya faida for teaching, kwa ajili ya mafundisho, listen to this, for correction. kwa ajili ya kusahihisha. So we don't correct scripture with our own minds. We don't correct wrong teaching with our own minds. We go back to the word of God. Kwa hivyo hatusahihishi mafundisho mabaya na akili zetu wenyewe, tunarudi kwa neno la Mungu. The Bible says, Biblia yasema, now Jesus sasa Yesu himself yeye mwenyewe began his ministry alipoanza huduma yake about 30 years old of age. alikuwa amepata mitimu umri wa miaka 30. Why didn't Jesus start the ministry when he was 12 years? Mbona Yesu hakuanzisha huduma yake akiwa na umri wa miaka 12? Remember when he was 12 years? Kumbuka alipokuwa na umri wa miaka 12, He went in the temple aliingia kwenye hekalu and he was answering questions. na alikuwa anajibu maswali. Very difficult questions. Maswali magumu sana. If it was today, Kama ingekuwa leo, the young man would have been a prophet. yo kijana chipukizi angelikuwa nabii. Have you seen these men of God who are 12 years old? Je, ushaiona hao watumishi wa Mungu ambao walikuwa na umri wa miaka 12? 9 years they are prophesying. Wakiwa na umri wa miaka 9 wanatabiri. Why didn't Jesus begin his ministry immediately? Lakini mbona Yesu hakuanza huduma yake tu papo kwa hapo? The number 30 in the Bible Idadi 30 katika Biblia is a number of maturity. ni idadi ya ukomavu. Ministry is not for babies. Huduma sio ya watoto wachanga. Ministry is for mature people. Huduma ni ya watu komavu. The Bible says after that 12 years, Biblia inasema kwamba baada ya miaka hiyo 12 we never hear anything about Jesus. atusikii chochote kumhusu Yesu. Actually, the Bible says, Ukweli wa mambo, Biblia inasema, remember Mary and Joseph came to him after 2 days. kumbuka ya kwamba Maria na Yusufu walimjia baada ya siku 3. They were looking for him. Walikuwa wanamtafuta. And they said, hey, Akasema, we've been looking for him. tumekuwa tukikutafuta. And he answered them, Na akawajibu. why are you looking for me? Akasema, mbona mwanitafuta? Don't you know Je, hamjui that I must be ya kwamba yafaa niwe about my father's business? katika biashara ya babangu? Now listen to me. Sasa sikia. Who is looking for him? Ni nani ambaye anamtafuta? Joseph Yusufu and Mary. na Maria. And they know they are his parents. Je, wao sio wazazi wake? But he tells them, Lakini anawaambia you are not my father. ya kwamba wewe sio babangu. I must be about my father's business. Mimi yafaa niendeleze kazi ya babangu. Don't you think that's being rude? Yafaa ya kwamba wewe ni kuwa na kiburi. Mary carried you. Maria alikubeba And Joseph brought you up. na Yusufu akakulea. I've been looking for you for 2 days. Nimekuwa nikutafuta kwa siku 2. Then I find you in the temple. Kisha nakupata kwenye hekalu And you tell me, na unaniambia, hey, wewe, don't you know? je, haujui I must be about my father's ya business. kwamba yafaa niwe nikiendeleza kazi ya babangu? And remember, Joseph knows. Na kumbuka Yusufu anajua That was not his baby, really. huyo kwa hakika hakukuwa ni mtoto wake. Remember the story? Unakumbuka He hadithi? wanted to put away Mary privately. Alikuwa anataka kumwacha Maria kisirisiri. The angel said, take him up. Malaika akamwambia ya kwamba mchukue. What is the lesson? Funzo ni gani? Every one of us Kila mmoja wetu must have at least 2 fathers. lazima awe na angaa baba wawili. God is your spiritual father in heaven. Mungu akiwa baba wa kiroho But on mbinguni, planet Earth, na katika sayari you dunia need Joseph and Mary. unahitaji Yusufu na Maria. So in that sense, Joseph, Kwa hivyo katika muktadha huo, Yusufu look at this. He was 30 years alikuwa na umri wa miaka 30, as was supposed the son of Joseph. ilivyompendeza mwana wa Yusufu. If Jesus, Akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu, God, if Jesus was God,
Ikiwa Yesu alikuwa ni Mungu, submitted to Joseph alinyenyekea chini ya Yusufu on planet Earth. katika sayari dunia. Every pastor Kila mchungaji needs to have a spiritual father. Amen. yafaa awe na baba wa kiroho. You cannot be a spiritual father Hawezi ukawa baba wa kiroho if you don't have a father yourself. ikiwa hauna baba wewe mwenyewe. Yes. Many people have the teaching on fathers and sons. Watu wengi wanapenda mafundisho kuhusu baba na wana. But who's your father? Lakini wewe babako ni nani? Can you show your spiritual sons who your father is? Je, waweza kuonyesha wanako wa kiroho baba yako wa kiroho ni nani? I'll show you this. Naonyesheni hii. The Bible says Jesus was supposed to be the son of Joseph, Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa yafaa awe ni mwana wa Yusufu, and Joseph was the son of Heli. Look at that. na Yusufu alikuwa ni mwana wa Eli. Look at this. Listen. Look at it. Let's look at the genealogy. Heli was the son of Matat, Eli alikuwa ni mwana wa Matati, the son of Levi. mwana wa Do Lawi. you see? Everybody has got a father. Je, waona kila mmoja akona baba. The son of Meki, Mwana wa Melki, the son of Jana, mwana wa Yana, the son of Joseph, mwana wa Yusufu, the son of Matatia, mwana wa Matatia, the son of Amos. mwana wa Moshi. At this time, we're a Pentecostal guy. These scriptures are very boring. Na katika nyakati hizi watu wa Pentekoste maandiko kama haya He doesn't ni want ya kuudhi he sana. doesn't like the genealogy. Hawapendi masuala ya ukoo. He just likes John 3:16. You know? Wanapenda tu Yohana 3:16. This is very boring. Hii ni ya kukwaza The kidogo son na ya of kuudhi. Amos, Amosi, the son of Nahum, mwana wa Nahumu, the son of Esli, mwana wa Esli, the son of Nagi, mwana wa Nagi, Nagai, the son of Math, mwana wa Math, the son of Matatia, mwana wa the Matatia, son of Semei, mwana wa Semehi, the son of Joseph, mwana wa Yusufu, the son of Judah, mwana wa Yuda, the son of Jonas, mwana wa Yonas, the son of Resa, mwana wa Resa, the son of Rebabel, mwana wa Gao, the son of Shetel, mwana wa Sheteli, the son of Neri. mwana wa Meri, Follow me. The son of Meki, mwana wa Meki, the son of Adi, mwana wa Adi, the son of Kosam, mwana wa the Fukosamu, son of Amudam, mwana wa Amudamu, the son of Er, mwana wa the son of Jose, mwana wa the Yose, son of Eliezer, mwana wa Elizia, the son of Joram, mwana wa the Joramu, son of Matat, mwana wa the Matati, son of Levi. mwana wa Lawi, Everyone has a father. The son of Simeon, mwana wa the Simeoni, son of Judah, mwana wa Yuda, then Joseph, the son of Joseph, kisha Yusufu, the son of Jonan, kisha mwana wa the Yonani son of Eliakim, ambaye alikuwa mwana wa the son Akimu, of Melea, mwana wa Melea, the son of Menan, mwana wa the Menani, son of Matata, mwana wa Matata, and Nathan, na Nathan who was the son of David. We are getting close now. ambaye alikuwa ni baba wa Daudi, The son of Jesse. mwana wa Yese. Jesse was the son of Obed, Yese alikuwa mwana wa the Obedi son of Boaz, na mwana wa Boaz and the son of Salmon, na mwana wa the Salmoni, son of Nashon, mwana wa Nashoni, mwana wa Aminadabu, mwana wa Aminadabu, mwana wa Ramu, mwana wa Aramu, mwana wa Hezroni, mwana wa Hezroni, mwana wa Perezi, mwana wa Peresi, mwana wa Juda, mwana wa Yuda, mwana wa Jakobu, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaki, mwana wa Isaka, mwana wa Abrahamu, mwana wa Abrahamu, mwana wa Tera, mwana wa Tera, mwana wa Nahor, mwana wa Nahori, mwana wa Serag, mwana wa Seragi, mwana wa Reu, mwana wa Ragau, mwana wa Pelegi, mwana wa Pelegi, mwana wa Eba, mwana wa Aberi, mwana wa Shelah, mwana wa Salah, mwana wa Kenain, mwana wa Kenani, mwana wa Afsad, mwana wa Afakashadi, wa Shemu, wa Noa, wa Nuhu, wa Lameki, wa Lameki, mwana wa Methusela, mwana wa mwana Methusela, wa Enosh, mwana wa wa Enoku, Jared, wa Jaredi, wa Malea, wa mwana Mahaleli, wa Kain, mwana wa Kaini, mwana wa Enoch, mwana wa Enoshi, mwana wa Adam, mwana wa and Adam Adamu, mwana wa Mungu. Adamu mwana wa Mungu. Amen. Wewe, who's your father? Wewe babako ni nani? And don't tell me God. Na usiniambie Mungu. Yes, Jesus knew God was his father. Ndiyo, Yesu alijua But here, who is Mungu your father? alikuwa babake, lakini hapa babako ni nani? Ask your neighbor, who's your father? Baba wako ni nani? Ulize jirani yako ya kwamba babako ni nani? Now do you see now Sasa waona that God, ya kwamba Mungu his structure
mfumo wake, It's not that the church must be a denomination. ya kwamba sio kanisa iwe ni ya kidhehebu. Every church must run on a family principle. Kila kanisa yafaa iwe imewekwa kwenye mfungo ya kifamilia. The church has been building denominations, Kanisa limejengwa kwa mfumo wa kidhehebu, religion, na kidini, instead of father and son. badala ya baba na mwana. Because of wrong teaching, Kwa sababu ya mafundisho the mabaya, church is out of joint. kanisa limepotoka na kuteguka. That's why most of the time, Ndiposa mara nyingi people join your church. watu wanaungana na kanisa lako, They don't join the man who runs the church. hawaungani na yule mtu ambaye anaongoza kanisa. Now the church Sasa kanisa is the family of God. ni familia ya Mungu. In any family, Katika kila there familia must be a father, lazima kuwe na baba, brothers, kaka and sisters, na kina dada, uncles, wajomba, aunties. kuna wale mashangazi. But look at the church. Lakini tazama kanisa. Does the church today function as a family? Je, kanisa leo hutendeza kama familia? I'm asking. Nauliza tu. Is the church a family? Je, kanisa ni familia? No. In your family, Je, ni familia? in your natural family, Katika familia yako ya kiasilia, when you go back home tonight, unaporudi nyumbani leo, usiku wa leo, do the people say, everybody now, je, watu wanasema sasa kila moja stand up, simama juu, the father has come? baba amekuja? Is that what they do? Je, hicho ndicho wanafanya? If you went to your family today, Endapo ungeenda kwa familia yako leo and people say, now stand up everybody, na watu waseme sasa kila moja asimame, father of the house baba wa nyumba is here. ako hapa. Are you agreeing with my teaching? You are saying, ouch. That's what we do in the family. Je, hicho ndicho tunafanya kwenye familia? See, most churches function as institutions. Makanisa mengi hutendeza kama mataasisi. Do you have a chairman in your family? Je, mnaye mwenyekiti kwenye familia yenu? Do you have a chairman in your family? Je, mnaye mwenyekiti? Do you have a committee in your family? Je, mnayo kamati kwenye familia yenu? In family and there's a committee. Katika familia yenu kuna kamati? Iko committee Anawakilisha ile kijiji. in your family. You Katika familia yako. Mimi mwenyewe. You are the chairman. And your wife Na assistant yangu and your sons. anamfuata mama. No. You have a board in your family. You have a board in your family. Je, unayo kamati katika familia yako? Who is the treasurer in your family? Nani mweka hazina? You are the chairman, you are the treasurer. Wewe ndio mwenyekiti, wewe ndiye mweka hazina, wewe ndiye katibu. The family doesn't work that way. Familia haifanyi kazi hivyo. There is no committee in your family. Hakuna kamati kwenye familia yako. There is a leader, Kuna kiongozi, a father, baba and a mother, na mama, the firstborn, mzaliwa wa kwanza, and the brothers. na wale wengine ni kaka. There is no committee. Hakuna kamati. Come to the church. Njoo kanisani. Where did we get that structure from? Hiyo umbo tulipata wapi? The pastor Mchungaji is the chairman, yeye ndio mwenyekiti, and the board of deacons na kunayo kamati ya mashemazi represent the people. wawasilisha watu. They can even fire the chairman, Wanaweza hata kumfurusha mwenyekiti, but you can never fire your father. lakini hawezi ukamfurusha baba yako, Because we have not built the church as a family. manake hatujajenga kanisa kama familia. So the church cannot function Kwa hivyo kanisa haliwezi likatendeza, because the church has lost the pattern of God. manake kanisa limepoteza mfumo wa Mungu. Do you know that when Adam disconnected himself from God, Wajua ya kwamba wakati Adamu alijitenga kutoka kwa Mungu, because God manake Mungu was his father, alikuwa baba yake. that means a father provided for Adam. Hiyo inamaanisha baba alimtwalia Adamu, The father protected the son. baba alimlinda mwana.
the son lacked nothing Mwana hakukosa chochote until the son disconnected himself. mpaka mwana alipojitenga, He went out of alignment. alipotoka. What started happening? Nini kilichoanza kufanyika? Adam became the first orphan. Adamu akawa yatima wa kwanza. You know what an orphan is? Wajua yatima nani? Anyone who has no father Yeyote ambaye hana baba and mother na mama is an orphan. ni yatima. So when the pastor functions as the chairman Kwa hivyo wakati mchungaji anateleza kama mwenyekiti in a church katika kanisa or as a president, ama kama rais, it means that church maanisha hilo kanisa has no father. halina baba, It becomes an orphanage. inafanyika kituo cha mayatima. Have you ever been in an orphanage? Je, ushaikuwa kwenye kituo cha mayatima? Try to take goods to the orphans in an orphanage. Jaribu kupeleka vitu kwa watoto waliopo kwenye kituo cha mayatima. What do? Wanafanya nini? They fight, Wao pigana, they compete, wao hushindana, they gossip each other. wao wanaanza kusengenyana. Have you been to churches where people compete for positions? Je, ushaikuwa kwenye makanisa ambapo watu wanang'ang'ania vyeo? People are now advertising when elections come. Watu sasa wanaanza kufanya matangazo wakati uchaguzi unawadia. It's because in that church Manake kwenye lile kanisa there is no father. hakuna baba. So the church is an orphan. Kwa hivyo kanisa ni yatima. And so Adam, Kwa hivyo Adamu, there are two characteristics of orphans. kunazo sifa mbili za mayatima. When Adam sinned, Kati Adamu alipofanya dhambi, he became fearful. akafanyika mwoga. Fear Woga is one of the signs of an orphan. ni mojawapo ya ishara ya yatima. Fear. Woga. Before Adam left his father, Kabla ya Adamu kumwacha baba yake, he was never afraid. hakuogopa. But suddenly, Lakini kwa ghafla he became fearful. akafanyika mwoga. The next thing, Kitu kilichofuatia, he started hiding. akaanza kujificha. Orphans Mayatima love to hide stuff. upenda kuficha vitu. Remember, he started covering himself Kwa kumbuka, alianza kujifunika with fig leaves. na matawi. Fig leaves is a picture of religion. Hiyo ni taswira ya dini. Because people like to hide stuff. Manake watu So, hupenda kuficha vitu. What have I been saying now? Kwa hiyo nimekuwa nikisema nini? This is why, Ndiposa from the time Adam sinned, kuanzia wakati Adamu alipofanya dhambi, God has always been wanting to reform man. Mungu kila mara amekuwa akitaka kumratibisha na kumrekebisha So that mwanadamu man can come back ili mwanadamu apate kurejea to the original order God created. katika mpangilio wa awali ambao Mungu The aliumba, original structure. katika ule mfumo wa awali. So he started raising up people. Kwa hivyo akaanza kuinua watu: Moses, Musa, Abraham, Abrahamu, Elijah. Eliya. All these people Hawa watu wote were raised like medical doctors walikuwa wameinuliwa kama to madaktari operate on the structure ili wapate kufanya upasuaji wa so mfumo, that human beings can come back in the image and likeness of God. ili wanadamu wapate kurejea katika sura na mfano wa Mungu. The first Adam failed. Adamu wa kwanza alianguka. Now God says, finally, Sasa Mungu akasema hatimaye, okay, finally, let's send my son. acha tumtume mwanangu. Every son is in the image and likeness of God. Kila mwana huwa katika sura na mfano wa Mungu. Christ Kwa hivyo Kristo came in the image and likeness of God akaja katika sura na mfano wa Mungu to come and refix what the first Adam failed. ili aje apate kusahihisha na kurekebisha kile ambacho Adamu wa kwanza alishindwa. So Jesus now Kwa hivyo Yesu sasa becomes our pattern. anafanyika mfumo wetu. That's why when you preach, Ndiposa unapohubiri, when you teach, unapofundisha, you don't teach the first Adam, au fundisha Adamu ule wa kwanza wa awali, you focus on the last Adam now. unalenga Adamu wa mwisho yule, Christ Kristo Jesus. Yesu. And by the way, Kweli wa mambo, he came as a son. alikuja kama mwana, He didn't come like an evangelist. hakukuja kama mwinjilisti. Your highest title now Ile cheo cha juu kabisa is not bishop, sio askofu, is not apostle,
sio mtume, He's not pastor. sio mchungaji, He's son of God. ni mwana wa Mungu Who functions as a bishop. ambaye anatendeza kama askofu. For God so loved the world, Manake Mungu alipenda ulimwengu he sana, gave his son. akamtoa mwanawe, Not evangelist. sio mwinjilisti. Behold what manner of love Tazama ni upendo wa aina gani God has given to us, Mungu amepeana kwetu, that we should be called ya kwamba yafaa the tuitwe sons of God. wana wa Mungu. To those who received him, Kwa wale ambao walimpokea, believed in him, waliomwamini, God has given them the power Mungu amewapa mamlaka called ya kuitwa the sons of God. wana wa Mungu. Hey, creation Waumbaji is groaning, yani maumbile yanaugua waiting, yakingojea, not for the disappearance, sio kwa kuondolewa, but for the appearance lakini kwa ajili ya of kudhihirishwa the sons of kwa God. wana wa Mungu. What we are supposed to create Kile ambacho yafaa tuumbe are people ni who watu are sons of God. ambao ni wana wa Mungu. Now you hear why Jesus would say things like this. Kwa hivyo unasikia Bwana anasema vitu kama hivyo, I do nothing sifanyi chochote except ila that I see kile nachoona my Father do. babangu akifanya. I do not come here Siji hapa on my own. kwa ajili yangu tu. So now you see now, Kwa hivyo sasa waona, this is the purpose of Reformation. hii ndio makusudio ya kuratibisha. The church Kanisa must function lafaa litendeze as a son in the earth. kama mwana duniani, But you cannot be a son lakini hawezi ukawa mwana unless you belong to a family. ila tu wewe ni wa familia fulani. So every local church Kwa hivyo kila kanisa la nyumbani must go back to family. yafaa irejee kwenye familia. Thank you Asanteni, and God bless you. Mungu awabariki. I'll come back again. Nitarudi tena.